السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. शुक्र के मजमून का तज़किरा Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Nasir Aziz anasema kwamba madhumuni ya kuelewa shukurani kadiri inayoelezwa katika jumuiya au maana ya shukurani kadiri jumuiya inayojua, tunaweza kusema kwa kudai kwamba hakuna anayeweza kujua zaidi kuliko jumuiya, kwa sababu shukurani ya kweli ni ile shukurani ambayo inatolewa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ambayo inatolewa kwa ajili ya kutafuta ridhaa yake, na shukurani inayotolewa kwa sababu ya kupata maendeleo ya dini na kwa sababu ya kupatikana heshima juu ya wengine. Ikiwa siku hizi kama kuna jumuiya ambayo inafanya juhudi kwa ajili ya kueneza mafundisho mazuri ya Islam na inafanya juhudi kwa ajili ya kueneza mafundisho ya Islam katika dunia, na kwa ajili yake hii inafanya mipango ya kila aina ili mafundisho mazuri ya Islam yaenee duniani, jambo hili halipatikani katika jumuiya nyingine yoyote au katika kundi lingine lolote duniani. Na kama kuna yoyote ambaye anafanya juhudi kwa sababu ya juhudi yake hapati mafanikio kama jumuiya inapata mafanikio, hata 1,000 hapati mafanikio, ikiwa watu wanafuta dhana mbaya yao dhidi ya jumuiya au wanasema kwamba leo dhana tulikuwa tunayo kuhusu Islam imefutika, hii yote inafanywa au inafanyika wakati wanaposhiriki katika mikutano ya jumuiya au katika mipango ya jumuiya, na kisha wanaeleza waziwazi kwamba dhana yao imefutwa. Na hii pia inaonekana kwa sababu ya mipango na mikutano ya jumuiya inayofanywa. Basi kazi ya kuhuisha Islam aliyoanzisha Sayyidina alayhi salatu wasalam, kazi ile hata baada ya kupita miaka 124 kazi hii inaendelea,
na si hii tu kwamba kazi hii inaendelea, bali tunaendelea kushuhudia msaada wa Mwenyezi Mungu. Na msaada huu hata kama unapatikana katika msitu wa Afrika au katika jangwa au katika visiwa vya mbali au katika nchi za Arabuni au katika Asia au katika Marekani au katika nchi za Ulaya, na hii inapatikana kwa kuwahakikishia watu wa Ulaya mafundisho ya Islam. Kule tunaona msaada wa Mwenyezi Mungu unapatikana, au msaada huu unaonekana wakati mafundisho haya yanapoenezwa katika bunge la Marekani na la Ulaya. Tunaona kwamba mvua wa baraka za Mwenyezi Mungu inatufanya tumshukuru Mwenyezi Mungu, na hatuwezi kukadiri kiasi gani tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema anayotupatia. Na sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu aliposema la in shakartum la azidannakum, yani mkinishukuru nitawazidishieni neema zangu. Ni wanajumuiya ambao wanajua kwamba wanatakiwa wafanye hii, na kazi yote tunayofanya si kwa ajili ya kujitambulisha sisi wenyewe, wala hatufanyi kazi hii kwa ajili ya kutafuta sifa kwa ajili ya nafsi zetu, wala hatuelezi sifa zetu mbele ya wengine, bali kazi hii tunafanya kwa ajili ya kusukuma mission ile ambayo alikuja nayo Sayyidina alayhi salatu wasalam. Na kueleza mafundisho mazuri mbele ya dunia. Hii ndiyo ni kazi yetu na ni jukumu letu, ili kwa kueleza mafundisho mazuri mbele ya dunia, kwa kueleza mafundisho haya ya Islam mbele ya dunia, tuweze kufahamisha na kuambia watu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwisho wa manabii, na umoja wa Mwenyezi Mungu upatikane duniani. Basi kazi inayofanywa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na isiwe kwa ajili ya kujionyesha, kwa sababu ya kupata matokeo mazuri tunalazimika tumshukuru Mwenyezi Mungu. Katika hali hii msaada wa Mwenyezi Mungu unapatikana zaidi kuliko zamani. Basi tunalazimika kutanguliza madhumuni hii kila wakati. Hivi karibuni nilikuwa katika ziara ya Ulaya, na kule mipango kadhaa ilipangwa. Kwanza kabisa mpango ulipangwa katika bunge la Ulaya, katika auditorium. Wabunge 200 wa nchi za Ulaya na vile vile kutoka katika nchi mbalimbali, na mawakili na wasomi kwa jumla 200 walishiriki katika mpango huu. Vile vile waandishi wa magazeti mbalimbali pia walishiriki, na nilipata bahati ya kueleza kuhusu mafundisho ya Islam. Kwa sababu ya press conference, habari ilienea sana duniani. Kwa ajili ya kupanga mpango huu, jumuiya ya Uingereza pia ulifanya kazi nzuri. Ingawa wasimamizi hasa walikuwa marafiki zetu wa wabunge wa nchi za Ulaya, lakini mpango huu ulifanywa vizuri sana. Jumuiya ya Uingereza labda ilikuwa na wasiwasi kuhusu mpango huu. Ndio maana tangazo la kufanya maombi lilitangazwa katika jumuiya za Uingereza, na wanajumuiya kama ni kawaida walishuhudia maombi yao yalipokelewa.
sawa na maoni yangu yoyote niliyosema kule kwa kawaida tunaona ni mambo ya kawaida, lakini tukifikiria na tukiona kwa makini sawa na mafundisho ya Islam, hakuna neno ambalo ni neno la kawaida. Mwenyezi Mungu alikamilisha dini hii, kila neno la Islam lina maana. Ndiyo maana watu waliathirika sana na wao walieleza maoni yao pia. Kwa sababu ya mpango huu, shutuma na maswali walikuwa wanayo dhidi ya Islam yaliondolewa. Na baada ya mpango huu nilienda Germany. Kule pia ilikuwa mipango miwili mikubwa. Mpango wa kwanza ilikuwa kwamba wao wamerekebisha msikiti wao wa Hamburg. Kule zamani kulikuwa msikiti lakini kulikuwa hakuna minara. Sasa minara ilijengwa, na kuhusiana na ujenzi huu pia ulikuwa mpango mmoja uliopangwa, na kwa hakika ilikuwa nafasi nzuri ya kualika wageni, na watu wengi wasomi walishiriki katika mpango huu, na watu walipata athari nzuri sana kwa sababu ya mkutano huu. Vile vile katika nchi ya Germany Jamia Ahmadiyya mpya imejengwa. Katika Jamia Ahmadiyya hii, kwa sababu imejengwa kwa lengo la kutayarisha wabashiri, kwa hivyo kuna classrooms na dining room na dining room na kitchen. Ni mpango huu ni pana sana, na ghorofa imejengwa nzuri sana. Kule pia mkutano ulifanywa, na kule pia watu wasomi na waandishi wa habari pia walikuja kule pia. Katika mkutano huu ule pia nilitoa hutuba na niliwasihi wanafunzi wa jamia, na wageni pia walikuwepo pale, na wao pia walielewa mafundisho haya ya Islam. Na vile vile kulikuwa ufunguzi wa misikiti miwili kule katika nchi ya Germany. Katika mkutano huu pia mamia na wasomi wa mji walikuja, na waliendelea kueleza kuhusu udugu na kuhusu mapenzi ya jumuiya. Katika sehemu moja ambapo msikiti wetu ulipojengwa, wakati wa ufunguzi wa jumuiya, mwanamke mmoja na mwanamume mmoja walikuja, walikuwa mke na mume. Baada ya kidogo walinijia na wakasema wanataka kunipatia zawadi. Wakanipatia zawadi, na pamoja na hii wakanipongeza na wakaniombea. Kule katika mkutano ule Amir Sahib Jarmi alikuwepo, na akasema kwamba katika eneo hili mpango wa ujenzi wa msikiti ulipoanza, kwanza kabisa hawa wawili walipinga ujenzi wa msikiti, na walisema msikiti ukijengwa katika eneo hili basi itakuwa fitina itaenea na ufisadi pia itaenea, kwa sababu Waislamu ni wa aina hii. Lakini council na majirani waliondoa wasiwasi yao na walipinga wasiwasi yao. Kwa hiyo msikiti ulijengwa, na katika wakati huu ule Ahmadiyya pia waliwasiliana nao na walieleza mafundisho mazuri ya Islam, na kwa sababu ya hii hali yao ilianza kubadilika. Na wakati wa ufunguzi nilipowakumbusha wanajumuiya kuhusu majukumu yao baada ya ujenzi wa misikiti, na nilipoeleza mafundisho mazuri ya Islam, kwa kusikia hii hali yao ilibadilika, na walionyesha adabu sana na heshima sana. Walikuwa wapinzani, lakini iliona mioyo yao ilibadilika. Mikutano hii na mipango hii iliyofanywa, rai waliotoa wapinzani, nataka kueleza rai yao sasa hivi. Wengine walieleza kuhusu mimi pia. Nimejitahidi kwamba
maneno aliyosema kuhusu mimi nisieleze, lakini labda sehemu fulani mtaona maneno haya ya kunisifu pia atakuja. Lakini mimi najua jambo hili kwamba yoyote niliyosema ilikuwa ujumbe wa Islam. Ikiwa wao waliathirika kwa sababu ya ujumbe wa Islam, si kwa sababu ya nafsi yangu mimi. Kwa niaba ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, yoyote nitakayosema lazima athari yake itapatikana, kwa sababu Mwenyezi Mungu alimwahidi Sayyidina alayhi salatu wasalam. Kwanza kabisa mawazo aliyotoa ni bishop mmoja aliyekuja kule na aliuliza swali pia. Dr. Eamon Howard alikuja kutoka Switzerland. yeye ni mwakilishi wa Interfaith International. Alipelekwa mwaliko, na kabla ya mkutano alianguka juu ya barafu na alijeruhiwa, jicho lake lilijeruhiwa, lakini alisema lazima atashiriki katika mkutano. Ndio maana alisafiri kutoka nchi yake kwa ajili ya mkutano huu. Yeye anasema na anatoa mawazo yake kwamba maneno yaliyotolewa na halifa yalikuwa na athari kama uchawi. Maneno yalisemwa polepole, lakini maneno haya yote yaliyosemwa yalikuwa na athari ya ajabu. Sijawahi kumwona mtu kama huyo katika maisha yangu. Huzur anasema haya ni maneno aliyotamka. Alisema maneno haya kwa sababu ya kusikia sifa za Islam. Kisha kutoka Switzerland, mwakilishi wa Buddhism bana George Kohomahel Melo, ambaye ni rahabu pia, aliwaambia wenzake ambao walikuja pamoja naye kutoka Switzerland kwamba mlinialika kwa ajili ya kushiriki katika mkutano huu. Kushiriki katika mkutano huu na kukutana na halifa ni bahati nzuri kwa ajili yangu na ni kumbukumbu kwa ajili yangu ya siwezi kusahau. Vile vile nilipata bahati ya kukutana na wataalamu wa nchi zingine, na hii ni bahati yangu. Honorable Fuad Haider ambaye ni mbunge la Belgium, yeye alisema waziwazi, Huzur anasema huyu ni rafiki yetu wa zamani, bali maka moja ilipita nilimwambia kwamba wewe unatujua kwa muda mrefu, unatakiwa ufanye bayat na ujiunge na jumuiya. Huzur anasema huyu ni Muislamu mwenyeji wa Morocco, lakini kwa muda mrefu anaishi kule Belgium. Labda wazazi wake walikuja kule, na kule siku hizi ni mbunge mzuri. Yeye anasema kwamba hutuba ya halifa haikuwa kwa ajili yangu tu, bali hii ni fahari kwa ajili ya Waislamu wote. Bali halifa ameinua vichwa vyetu kwa sababu ya fahari. Kabla ya siku ile, mtu yeyote alikuwa akisema kuhusu Islam, tulikuwa tukiinamisha vichwa vyetu kwa sababu tulikuwa hatuna elimu ya Islam, lakini leo tumejua mafundisho sahihi ya Islam. Kisha kutoka Belgium, katika wizara ya mambo ya ndani, Jonathan Dabir, yeye alisema hutuba ya halifa imetutetemesha na sisi tumejifunza mambo mengi sana, na hutuba hii ni yenye athari sana. Mr. Mas, mbunge mmoja, anasema kwamba halifa ametoa ujumbe wa amani duniani na jinsi aliyotuongoza sisi tunamshukuru. Mr. Godfrey Broom, mbunge mwingine, akasema kwamba hutuba ya halifa imetupatia mwanga. Mimi namshukuru kwa niaba ya wenzangu wote. Kisha kutoka Norway alikuja mbunge mmoja ambaye ni katibu wa Christian Democratic Party, yeye pia alisifu jumuiya. Kisha kutoka katika serikali ya France, mwakilishi wa mambo ya nje na ndani, Mr. Eric pia alishiriki.
yeye alisema kwamba katika hutuba hii ni mwongozo kwa ajili ya France. Baada ya kurudi mimi nitaeleza kuhusu hutuba hii. Hazur anasema katika France ni nchi ambapo watu wanasema maneno dhidi ya Islam, lakini huyu bwana aliathirika sana kwa kusikia mafundisho ya Islam. Bi Rocio Lopez ambaye ni mbunge wa Spain alikuja kushiriki katika mkutano huu kutoka Spain, na yeye ni mwenyeji wa mkoa wa Toledo. Yeye anasema mkutano huu umeacha athari sana ya udugu, na nimejua kuhusu jumuiya ambayo inaendelea kufanya kazi ya kueneza Islam. Na katika uongozi wa Mirza Masroor Ahmad, ujumbe huu wa mapenzi kwa wote, si chuki kwa yeyote. Ujumbe huu kwa ajili ya dunia ambayo inaendelea kupotea, na katika dunia hii ujumbe wa amani na mapenzi ni muhimu sana katika dunia hii. Kujua kuhusu jumuiya hii nimefurahi sana. Mimi ninaungana nanyi katika mawazo haya ya amani na usalama, na mimi nitaendelea kupinga dhulma. Kisha kutoka Spain tena Jose Maria ambaye ni mbunge kule Spain, yeye ni mwenyeji wa Cantabria Spain. Yeye anasema kwamba kwa kukutana na wanajumuiya wote nina hali ile ambayo nilikuwa na hali baada ya kukutana na halifa. Jumuiya hii inatoa karamu sana kwa ajili ya wageni, na sawa na maoni ya halifa, lengo la dini si kuongeza fitina au shida, bali lengo lake ni kuongeza mapenzi. Bwana Sintialo Kitala Saheb ambaye ni profesa katika chuo cha Kwensa, ni profesa wa law wa sheria, amewahi kuandika vitabu vingi kama Islam in Valencia. Yeye anasema pelekeni maneno yangu haya kwa halifa, na wenzangu wote ambao walikuja kutoka Spain. Pelekeni maneno yangu ya shukrani. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu na namtegemea Mwenyezi Mungu atatujalia tutakutana tena. Mwenyezi Mungu ni mrehemevu, na mimi pia nataka heri kwa ajili yenu, na ninaomba kwamba Mwenyezi Mungu awapatieni mali na amani. Mimi ni mtu wa dini, nina uzoefu wa kiroho, lakini sijawahi kuona mazingira kama haya. Sisi tunajua mtu wa kiroho ni yule ambaye anakuwa katika njia iliyonyoka, na Mungu anakuwa pamoja naye na yeye anakuwa pamoja na Mungu. Kisha kutoka Spain kuna mwanamke mmoja wakili, yeye pia alishiriki katika mkutano huu. Baada ya kurudi alituma ujumbe, alisema mtu mmoja kama ambaye alikuja kutoka Spain, kwa sababu alikuja pamoja naye. Kama sababu alisema kwamba utakumbuka siku hizi, na kwa kweli siku hizi nitakumbuka, na kazi yote iliyofanya jumuiya katika siku hizi lazima italeta matunda mazuri. Hazur anasema katika Spain zamani ilikuwa Islam, lakini siku hizi kuna upinzani na uadui dhidi ya Islam sana, hata maeneo mengine ni upinzani kupita kiasi. Kisha kutoka nchi ya Malta Honor Kasola Saheb pia alikuja. Yeye anafanya kazi katika University ya Malta kama ni professor. Ameandika vitabu kama 30. Yeye ni co-founder wa chama cha Malta Green Party. Aliwahi kuwa mbunge katika nchi ya Italy,
yeye anaandika katika mawazo yake kwamba mpango ulipangwa vizuri sana na hakuona kasoro yoyote. Ujumbe wa udugu na ujumbe huu wa mapenzi kwa wote, si chuki kwa yeyote, ni ujumbe maalum ambao unawakusanya wanadamu wote bila kuwa na chuki yeyote. Na aslam inatoa dhamana ya usalama, na hutuba ya halifa ilikuwa ujumbe wa amani. Kwa hakika jumuiya Ahmadiyya kwa ajili ya dunia nzima ni platform, inatoa platform nzuri kwa ajili ya kueneza usalama na amani. Kisha mgeni mwingine kutoka Malta, Diwan Bartolo Saheb, yeye ni mtu wa media na vile vile ni producer katika TV. Yeye alijua kuhusu jumuiya kwa kupitia skimu ya vipeperushi. Vipeperushi viliposambazwa katika eneo lake, alipopata kipeperushi kwa kusoma aliathirika sana na aliwasiliana na jumuiya. Kisha baadaye urafiki uliendelea kuzidi. Yeye anasema kwamba huduma mnatoa kwa ajili ya kueneza amani duniani, mimi nimeathirika sana kwa sababu ya hii. Kisha anasema kuhusu mimi, yoyote niliyosoma kuhusu yeye nimempata zaidi kuliko ile. Ujumbe wako ni ya kudumu na ninafurahi kwamba ujumbe wako umewafikia watu wazuri na watu ambao wanastahili. Mimi nimeathirika sana kwa sababu ya juhudi yenu kuhusu usalama na kuhusu udugu. Kisha ameeleza tukio la mwenzake ambaye alikutana naye kule Brussels, alipomwambia kwamba nimekuja hapa kwa ajili ya kushiriki mpango moja. Na yeye akasema kwa kawaida mipango yote ya European Parliament inakuwa bila mpango, lakini akasema mimi nimekuja kushiriki mkutano wa Ahmadiyya. Yule mwanamke akasema ndio, na wafahamu hawa wanajumuiya, mpango wao unapangwa vizuri sana. Kisha bana Christian Nere ambaye ni member wa Church of Scientology, yeye alisema katika mawazo yake kwamba ilikuwa mkutano muhimu sana. Halifa ametupatia ujumbe kwamba sisi sote tufanye kazi kwa ajili ya amani na tuondoe chuki. Ujumbe wake ulijaa na mapenzi. Sasa dhamana ya dunia inategemea katika ujumbe huu. Naib Mayor wa Montejoli wa Spain pia alishiriki katika mkutano huu. Akasema mimi nimependa sana hutuba ya halifa na ameeleza mambo yote waziwazi. Mr. Marco Deani, professor wa France, pia alishiriki katika mkutano huu. Yeye anasema mimi ni mwenye bahati nzuri kwamba kwa uongozi wa halifa nimeshiriki katika kikao cha bunge wa nchi za Ulaya, na hii ni fahari kwa ajili yangu. Mimi nilikuwepo katika mkutano huu, na hii ni fahari kwamba mimi nilikutana na mtu ambaye ni kiongozi wa amani, na ujumbe huu wa mapenzi kwa yote, si chuki kwa yeyote. Ujumbe huu ulinipatia athari sana, na watu walijumuika wengi kiasi hiki kwamba wengine walisimama nje. Mayor mstaafu wa Newspeed, yeye alitoa maoni yake. Kwanza ametoa shukrani kwa sababu ya mwaliko. Kisha anasema sisi tuliathirika sana kwa sababu ya mkutano huu. Wazuri anasema wote, mke na mume, walikuja kupanga mkutano wa aina hii. Ni jibu nzuri dhidi ya ugaidi unayopatikana siku hizi duniani, na vile vile mada hii ni
sehemu ya dondoo ya European Parliament, yani madhumuni hii ya amani. Nategemea nitaendelea kupata bahati ya kushiriki siku za usoni pia mkutano wa aina hii. Mr. Charles Stanek MEP yeye amesema Ahmadiyya Muslim community inaeneza ujumbe wa amani na imesimama dhidi ya ugaidi. Kabla ya kuja hapo press conference pia ilifanywa. Huzur anasema nusu saa kabla ya mkutano ule press conference ilifanywa. Maswali yaliyoulizwa kule, mimi niliathirika sana kwa sababu ya maswali yale, na dunia inataka ujumbe wa aina hii kutoka kwa viongozi wa Waislamu. Yeye akasema kwamba jumuiya Ahmadiyya inaendelea kupata maendeleo siku hadi siku. Kisha anasema kwamba matawi ya jumuiya hii yanapatikana katika kila nchi. Ni watu wachache ambao wanajua kuhusu mafundisho ya jumuiya. Ni jukumu letu kwamba sisi tueneze ujumbe wa jumuiya ambao ni ujumbe wa mapenzi kwa wote, si chuki kwa yeyote. Ujumbe huu si kwa ajili ya Waislamu bali ni ujumbe kwa ajili ya watu wa dini zote. Kisha anasema kwamba siku hizi jumuiya ni mfano mzuri kwa ajili ya dunia nzima, na dhidi yake ugaidi ni hatari kwa ajili ya amani na kwa ajili ya binadamu. Na ugaidi huu unaungana na ugaidi unayopatikana duniani. Waislamu wenyewe wanatakiwa wajibu dhidi ya ugaidi huu unaopatikana. Kama jumuiya Ahmadiyya inajibu dhidi ya ugaidi huu. Kisha alisema kuhusu hutuba kwamba mimi natoa shukrani kwa sababu ya hutuba yenye athari. Umeeleza mambo mbalimbali katika hutuba yako. Umeeleza mafundisho ya Islam kuhusu amani, na umeeleza hii pia kwamba nchi ambayo imepata maendeleo inatakiwa wasaidie nchi ambayo ni maskini. Vile vile umeeleza majukumu ambayo ni majukumu ya nchi za Ulaya ambayo wanatakiwa watekeleze majukumu yao. Ninashangaa kwa sababu ya hii pia kwamba umeeleza kwa shujaa sana mambo ya uhamiaji katika hutuba yako. Mimi kwa kuwa mwanasiasa najua kwamba jambo hili ni jambo muhimu sana ya nchi yetu. Akasema ninaona kupatana na watu wengine, kuelewana na watu wengine ilikuwa ujumbe hasa wa leo, na sisi tunaondoka kwa ujumbe huu leo. Kutoka Estonia, mbunge wa European Parliament Mr. Tone Kalam anaeleza mawazo yake hivi kwamba jumuiya yenu inapinga ugaidi ambao unaendelea kuenea duniani. Kwa ajili ya kuwajumuisha dini mbalimbali, mfano wenu kwa ajili ya wengine ni muhimu sana. Sisi tuna nafasi nzuri leo kwamba sisi tuzingatie kwamba ujumbe huu uenezwe. Ninafurahi kwamba wabunge wa European Parliament pia wanasikia ujumbe huu. Light Moria MEP yeye alisema kwamba kwa kawaida katika mkutano wa European Parliament watu hawashiriki kama leo watu wameshiriki kwa wingi. Siku hizi dunia inaelekea mahali ambapo tunalazimika tufuate nadharia ya jumuiya. Sisi tuna haja sana ya kuheshimiana. Nadharia hii si
nadharia ya vitabu tu, bali siku hizi inatakiwa nadharia hii ifuatwe. Kuhusu mimi, yeye alisema kwamba kuja kwake ni dalili kwamba watu wanataka kujuana. Ninaona tunatakiwa tuelewe zaidi kuhusu jumuiya. Tunatakiwa tuelewe ujumbe wao wa amani. Vile vile jumuiya hii inawasaidia watu bila kujali imani yao na dini yao. Tunatakiwa tuelewe ujumbe huu na kazi hii pia. Kule huzuri anasema watu wa press pia walikuja, mwakilishi wa BBC News, Spanish media, Italy Yoruba na channel moja ya Malta, Delhi Jang pia walikuwepo pale. Magazine wa Paris wakilishi wao pia walikuwepo. Almenar Belgium Radio, Turkish media, French academic researcher, Pukar News UK, vile vile press fulani ya Pakistan. Na pamoja na hii wapigaji picha wa European Parliament pia walikuwepo, na wakilishi wa radio na wakilishi wa radio ya nchi mbalimbali pia walikuwepo. CNN pia ilitoa maneno kadhaa ya hutuba yangu, na juu yako aliandika kwamba quote of the day, kwa sababu yeye alipenda maneno yale yalikuwa kuhusu umoja. Kisha mbunge wa Germany yeye anaeleza maoni yake, anasema hutuba ilikuwa yenye athari sana na ilileta athari sana. Kisha anasema kwamba kama halifa alitoa hutuba katika British Parliament na katika Capitol Hill Marekani, sasa mimi nitajitahidi halifa aweze kutoa hutuba katika Berlin Parliament. Hakan Temeral, member wa mbunge wa mkoa, alisema kwa sababu ya maelekezo niliyoeleza kule, akasema kwamba dunia nzima inataka maelekezo haya. Kisha Hazur anasema kule katika Hamburg, kwa sababu sasa mimi naeleza kuhusu Hamburg kwa sababu baada ya European Parliament ilikuwa function ya Hamburg kule, ilikuwa katika siku ya Jumatano. Ofisa mmoja wa integration alimwambia mwanajumuiya moja kwamba halifa wenu ameeleza mafundisho ya Islam vizuri sana, na kwa sababu ya hii wasiwasi imeondolewa na nimejua kuhusu mafundisho ya Islam. Sasa sisi tutawaalika wakilishi wa jumuiya ili waweze kueleza mafundisho ya Islam katika mikutano yetu. Council wa Harbour, mwakilishi wake, alisema kuhusu hutuba yangu kwamba jinsi alikuwa akieleza, alikuwa akitoa hutuba ilikuwa inaingia moyoni, na hakuna mwakilishi wa dini yoyote anayeweza kueleza hivi, hasusan jinsi halifa alieleza mafundisho mazuri ya Islam. Hii ilikuwa picha mpya ya Islam kwa ajili yangu. Kisha maofisa wawili wa integration ambayo ni idara ya serikali walisema kwamba hofu yetu yote imeondolewa. Halifa katika hutuba yake ameondoa hofu yetu, na Waislamu wanatakiwa wawe na maoni ya aina hii. Mafundisho ya Islam ni yenye amani, na hofu iliyokuwa inaonekana katika jamii yetu imeondolewa. Kule Hamburg katika eneo fulani, mkuu wa ofisi wa serikali alikuja pamoja na mke wake. Anasema kwamba sisi tulihisi kama kuna nyuki, na nyuki wanakuwa na malkia moja, na nyuki wote wanahudumia malkia na wanakuwa tayari kutoa nafsi zao. Vile vile jumuiya yenu nzima inafanya kazi karibu na halifa wenu na inatii halifa wenu.
na halifa wenu mfano wake ni kama mfano wa malkia wa nyuki. Kule watu wa press pia walikuja kabla ya kutoa hutuba. Walipanga watachukua interview Amir Saheb, lakini wakasema wanataka kufanya interview yangu pia, wanataka kuniuliza maswali. Mimi nilipoambiwa nilisema baada ya hutuba tutafanya interview baada ya function. Na baada ya function nilipoambia wako wapi wale waandishi wa habari, na wao niliambiwa kwamba walisema kwamba maswali yote tulikuwa tunayo baada ya kusikia hutuba, maswali haya yote yameondolewa, kwa hiyo sasa hakuna haja ya kuuliza maswali. Zuna nasema wanapojua kuhusu mafundisho mazuri ya Islam, basi macho yao yanafunguka na wanajua mafundisho ya Islam ni aina gani. Mwakilishi mmoja wa Islamic Community Board pia alikuja, yeye ni mwanamke, labda ni Morabu. Yeye alikuwa mpinzani wa jumuiya na alikuwa akizungumza dhidi ya wanajumuiya, lakini baadaye kwa muda fulani hali yake ilibadilika. Labda hali yake ilibadilika kwa sababu ya profesa mmoja wa Misri ambaye ni karibu sana na jumuiya. Yeye mwanamke alisema kwamba wasiwasi yote imeondolewa, halifa wenu si mtu wa kawaida bali ni kiongozi mzuri. Nimemwona halifa akitembea, akizungumza na akiswali sala. Nilikuwa nikifikiria kwamba Waislamu wanataka kiongozi wa aina hii, na mimi nimeshamuona kiongozi wa aina hii katika maisha yangu. Hazur anasema hii ndiyo ni baraka ya uhalifa wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, kwamba pamoja na upinzani yoyote aliyoona, ingawa hawatakubali, lakini walisema walishuhudia. Ofisa mmoja wa polisi wa Hamburg ambaye in charge wa mkoa alishiriki katika mkutano akisema, tukifuata mafundisho haya ya Islam basi hatutakuwa na haja ya kuwa na polisi. Mkutano huu wa Hamburg pia ulipata umashuhuri sana. Kuna gazeti moja la Hamburg Abendblatt, wasomaji wake ni 557,000. Kuna gazeti lingine Belt, wasomaji wake ni 700,000 pia ilitoa habari yake. Kisha kuna gazeti Compact, wasomaji wake ni 100,000 pia ilitoa habari. NDR ni gazeti na wasomaji wake ni 400,000 pia ilitoa habari. Vile vile kuna magazeti mengine yalitoa habari na yalitoa maoni ya ufunguzi wa renovation ya msikiti. Mkoa Hessen, parliament wa mkoa Hessen, opposition parliament leader pia alinialika kwa ajili ya kukutana naye. Yeye akasema mabadiliko yanayopatikana katika nchi za Islam, hususan katika nchi za Arabuni, unasemaje kuhusu hii? Maoni yako ni nini? Kwa sababu siku hizi sisi tunajadili sana. Nilimwambia hali ya Arabuni inayopatikana si kazi ya usiku moja. Uongozi ulikuwepo kule Arabuni hata miaka 30. Uongozi ulikuwa ule ule na walikuwa na maoni yale yale. Na wenyeji wa pale hawakujua na hawakujali, na viongozi walikuwa corrupt hata zamani, na waliwatendea vibaya raia. Lakini agency ambayo ilikuwa ikitoa msaada au serikali ya Ulaya
ilipoona mambo yote yanafanywa sawa na amri zao, kulikuwa hakuna ufisadi. Lakini wakati wao walipoona kwamba uongozi wa kule haufai kwao, kwa hiyo wakaanza kuleta ufisadi. Nilimwambia kwamba ikiwa kweli nchi za Ulaya inataka amani patikane katika nchi hizi, basi wanatakiwa walete demokrasia kule haswa, kwa sababu hawa wanapiga kelele sana kuhusu demokrasia. Isiwe hii kwamba kwa kumpenda mtu fulani wamteue kuwa kiongozi, na yeye anapopita kiasi na anapokuwa dictator, kisha wanafanya mpango dhidi yake, na ninyi wenyewe mnawafanya kuwa dictator. Na tena kuna jambo hili pia kwamba nchi inapopata maendeleo, wakati kiongozi wa kule haipendwi na viongozi wenu, basi mnawashambulia na mnaharibu kila kitu. Sasa mnatakiwa muwasaidie nchi ambapo ufisadi umeenea, ikiwa mnataka kuwasaidia kwa kweli kweli. Kisha Hazur anasema kwamba kule Germany ufunguzi wa Ahmadiyya pia ulifanywa. Governor Armand Red State ambapo jamia imejengwa, yeye anasema kwamba hutuba ya halifa ilikuwa si hutuba iliyoandikwa, bali ilikuwa hali ya moyo wake, kuambia kwape wanafunzi kwamba wao wenyewe wafuate mafundisho na wawe mfano kwa ajili ya watu wengine. Ni jambo lenye maana sana. Yeye ni mtu wa dini, lakini ni mtu ambaye anayosema anafuata. Hazur anasema hatujui maana yake ni lini, kwamba watu wa dini wanayosema hawafuati, labda maoni yake ni hivi. Wolf Warther Saheb alisema kwamba nasaha za halifa ni muhimu sana. Alisema kuhusu nasaha zilizotolewa kwa ajili ya wanafunzi wa Jamia Ahmadiyya kwamba wao watakuwa katika mawazi tofauti, kwa hivyo ni muhimu kwamba wawe na udugu na wakutane na watu kwa tabasamu, na hivi hofu itaondolewa. Na kwa sababu ya kufanya hivi mnaweza kujuana. Kwa hiyo nasaha za halifa ni muhimu sana kwa ajili yetu. Mwandishi mmoja Hanak alisema kwamba sawa na maoni yangu, mkutano ulikuwa mwenye heshima sana na mwenye udugu sana. Maneno ya halifa yalinipatia uhai na yaliacha athari sana juu yangu, na maneno haya yalikuwa si kuhusu hulka tu, bali yaliacha athari kubwa sana juu yangu. Ufunguzi wa Jamia Ahmadiyya pia habari yake ulienea sana katika media. Habari 10 imetolewa katika redio ya taifa na katika gazeti pia, na picha ya jamia pia ilitolewa. Magazeti yaliandika kwamba Mirza Masroor Ahmad aliwahutubia wanafunzi na aliwaambia kwamba mafundisho mazuri ya Islam yaenezwe duniani. Aliwasihi wanafunzi kwamba wajichunguze na wafuate mafundisho ya Islam na wakutane na watu kwa hulka njema. Sharti ya Jumuiya Ahmadiyya ni kwamba udugu na mapenzi yaenezwe katika jamii. Gazeti moja iliandika Jumuiya Ahmadiyya itatayarisha maimamu katika Red State. Kisha alieleza kule ni nini katika Jamia Ahmadiyya. Mirza Masroor Ahmad aliwahutubia maimamu wa siku zijazo kwamba mnalazimika kuondoa hofu ya watu wa hapa. Vile vile magazeti mengine pia yalitoa maoni yao kuhusu ufunguzi wa jamia. Mwenyezi Mungu alete matokeo mazuri na athari nzuri ya mipango hii yote iliyofanywa, na sisi tuendelee kupiga hatua mbele.
sisi tuendelee kutoa shukrani na tuzidi katika uchamungu. sainam alah salatu wassalam anasema shukrani yenu hasa ni uchamungu. kusema alhamdulillah si shukrani tu. ikiwa nyinyi hamfuati njia za uchamungu, imkifuata njia za uchamungu, na wabashirieni kwamba umesimama katika mpaka ambapo hakuna anayeweza kushinda ule mpaka. Kitu hasa ni kwamba uchamungu unaleta athari juu ya wengine, na wachamungu Mwenyezi Mungu hawaangamizi wachamungu. Fuateni njia za uchamungu, kwa sababu mchamungu anakuwa na athari na heshima yake inakaa katika mioyo ya wapinzani. Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuendelee kufuata njia za uchamungu na aendelee kutupatia fadhila zake. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.